nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake iliyosheheni mwelekeo mpya wa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama nilivyosema, hotuba ile ilisheheni mambo mengi. Amezungumzia amani ya nchi yetu, amezungumzia umoja wa kitaifa nchi yetu, amezungumzia maridhiano katika nchi yetu ili amani iendelee kuwepo katika nchi yetu. Na yako mambo mengi ameyazungumza ndani ya hotuba ile. Kila Mtanzania, kila Mwanatanga ameisikia hotuba ile na amefarijika na amefurahishwa na hotuba ile. Kwa sisi watu wa Tanga tuchukue nafasi hii kumpongeza sana na kumshukuru sana. Kama nilivyosema kwamba katika hotuba ile yako mambo mengi sana. Moja katika mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyazungumzia ni swala zima la kuwanyanyua kiuchumi vijana na akina mama katika taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na akaenda mbali zaidi, akasema ataunda wizara maalumu inayohusiana na vijana tu. Na tukisema vijana, ndani ya vijana maana yake wapo vijana wa kiume na wapo vijana wa kike. Hawa wote watakuwa ni wanufaika wa nchi hii kupitia wizara hiyo, wizara ya vijana. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona hilo. Tunaamini kupitia wizara hiyo atakayoiunda, changamoto za vijana zinazowakabili zitapatiwa majawabu kwa wakati. Kupitia wizara hiyo vijana atakayoiunda, tunaamini changamoto za vijana kwenye ajira serikalini, ajira za kujiajiri wenyewe, ajira za kuajiriwa kwenye sekta binafsi zinakwenda kupatiwa majawabu ya kutosha kwa muda mfupi unaokuja. Nirudie tena kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hilo. Nimeamua kujaunga mkono kama alivyosema kwenye risala yao. Wamekopa halmashauri mkopo kwa mujibu wa mkataba wa miezi 16, maana yake ni mwaka mmoja na miezi minne, na wanatakiwa kila tarehe 16 kila mwezi wao wanarudisha kile walichoelekezwa warudishe, na wameshalipa kwa muda wa miezi 8. Maana yake kwa miezi 16 wamebakisha miezi 8 mingine. Tumekuja kuiunga mkono hotuba Mheshimiwa Rais kuhusu vijana na uchumi kwa vitendo. Nimeamua kuwaunga mkono kwa kuwalipia miezi 8 yote iliyobakia. CCM oye! Kama alivyosema kwenye risala yao, kwa deni lililobakia halipungui milioni 13 na laki 4 na elfu 44. Jana kwa kuwa leo ni siku kwa Jumapili, siku kwa kazi, nikaona jana niwalipie. Nikaambia wanipe akaunti ya kikundi chao. Kwa jana nilishawalipia fedha zote milioni 13 laki 4 na elfu 44. Nashukuru kwa kikundi hiki, ni kikundi kilichoonyesha mfano wa hali ya juu. Walikopa mkopo kwa mara ya kwanza, walirudisha kwa wakati. Hivyo walipokuja kukopa mara ya pili, kwa kweli hakukuwa na kusita kokote katika kuwasapoti juhudi zao, sawa na dhamira kubwa ya serikali ambayo ndio lengo lake. Vijana hawa tuliweza kuwakopesha tena, lakini bado wameonyesha ile nia njema ya serikali, wenyewe wameendelea kuiunga mkono. Jamani, hawa vijana wanarejesha bila kusuasua, na hata pale wanapokutana na changamoto kidogo, yani lazima wakufuate. Na kitu kingine, wameweka mahusiano mazuri na idara. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchanganuo wa mkopo wa shilingi milioni 27,592 ilikuwa kama ifuatavyo. Ilikuwa ni ununuzi wa pikipiki 8, mafuta ya kuanzia kazi na nauli za wajumbe wakati wa kwenda kununua pikipiki hizo. Baada ya kuanza kazi kwa muda wa miezi 8, kikundi cha Atupoi Boda Group kilifanikiwa kurejesha shilingi milioni 14,100,052.
na kubaki deni la shilingi milioni 13,540,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikundi kimepata mafanikio mbalimbali kupitia utekelezaji wa shughuli zake ikiwemo kutoa ajira za vijana 8 za moja kwa moja. Kufikia sasa tumepata mafunzo ya ujasiriamali, usimamizi wa fedha, kufanikiwa kurejesha kiasi cha shilingi milioni 14,152,000 kuweza pia kujiongezea kipato binafsi kama wanachama. Shukrani zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi vijana wa kikundi cha Tupoi Boda Group tunatoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Suluhu Hassan kwa kuthamini vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana ambapo tumekuwa tukipatiwa mikopo isiyokuwa na riba.